I am a founder of UDA. Tukisonga mbele ni kwamba Wakenya wamehimizwa kuwajibikia kibinafsi kwa hali ya taifa, mtazamaji, pamoja na kudai uongozi unawajibikia. Wito huu umetolewa wakati wa uzinduzi wa harakati ya kitaifa ya maombi na mabadiliko nchini, ambapo mamia waumini walikusanyika. Mpango huu unalenga kushughulikia changamoto kuu za kitaifa zikiwemo matatizo ya kiuchumi pamoja na ukosefu wa haki katika kijamii. Caleb Mwoti anaripoti kamili. Mkutano huo unaolenga kuhamasisha waombezi milioni 1 kote nchini uliwaleta pamoja viongozi wa kidini na wananchi walioungana katika maombi kwa ajili ya mustakabali wa nchi. Viongozi wa kanisa wamesisitiza kuwa mabadiliko ya kitaifa yanaanza na uwajibikaji wa mtu binafsi, wakitoa wito kwa wananchi kutonyamaza wanapokabiliwa na changamoto za utawala mbovu. Askofu mkuu wa kanisa la Sita Mkalisto Odede amelitaka kanisa kuchukua jukumu kubwa zaidi katika kuunda maadili ya jamii pamoja na kusimamia misingi ya utawala bora. We are called to be salt and light in society. We are called to restrain corruption, preserve righteousness, illuminate truth and bring moral clarity to a confused generation. Waumini waliohudhuria mkutano huo wameutaja mpango huo kuja wakati mwafaka, hasa katika kipindi ambacho nchi inaendelea kukabiliwa na changamoto za kiuchumi. Civic education. Wengi wao walionyesha matumaini kuwa harakati hiyo inaweza kuibua mabadiliko chanya katika maadili. Nimekuja katika hafla hii kwa sababu ninapenda Kenya na Kenya ni kipenzi cha moyo wangu. Niseme ya kwamba tulitoka Eldoret, tulipata habari hii ya kuweza kuhudhuria mkutano huu wa kuweza kumobilize over a million intercessors, na nashukuru sana kwa sababu ya kile ambacho Mungu anatenda katika taifa letu, maana tunajua kwamba maombi ni ya umuhimu sana katika taifa letu. Kwa hivyo tuko hapa kwa sababu sisi ni wazalendo wa Kenya na tunaipenda Kenya, taifa letu. Kenya ni nyumbani. And I'm here representing the youth, whereby we are coming here to pray for the nation, to pray for our leaders and to pray for everyone and for our motherland Kenya. Kenya has been going through a lot, from the economy, many things that has been happening, but the moment that we are launching this, it will be a transformation of our nation. As I'm here, I'm representing Transformation Empowerment Connect, where it's called TEC, a ministry which always hold a national prayer known as My Nation, My Mandate. This is a very good thing they have done, and I think this national committee movement is going to help us as a nation, and even in the coming elections, we are praying that the will of God will be done. We have gone through so many things as a nation, and we are hoping for the best, for the change, a change that will be decided from above. Kwa kuongezeka kwa wito wa uwajibikaji na viongozi wa kimaadili, waamini wanasema harakati hii inaweza kuashiria mwanzo wa mwamko mpya wa kitaifa unaojikita katika haki na umoja. Nikiripotia Dira ya Hope TV, mimi ni Caleb Mwoti. Shukran sana Caleb kwa taarifa hiyo. Mbali na hayo ni kwamba Rais William Ruto amewahimiza majaji kuzingatia uadilifu na kutoa maamuzi kwa